Namuita Mheshimiwa Yumna Manga Omar. Mheshimiwa Fadhili Ali Liwaka atafuatia. Mheshimiwa Ali Hassan King ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya uhai na uzima na kutujalia sote tukiwa hapa leo tukiendelea na majukumu yetu ya kikatiba. Nami niungane na vijana wenzangu kwa kumshukuru na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan sambamba na Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuanzisha wizara hizi ambazo zinagusa mahususi maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, bila kupoteza muda, nami niende moja kwa moja katika hoja iliyoko mezani. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nasoma hotuba hii ya Mheshimiwa Waziri, nimeona kwamba ameomba shilingi bilioni 35 kwa ajili ya utekelezaji wake wa mwaka 2026-27, lakini asilimia 83 ya fedha hizi zinakwenda kwenye uendeshaji ikiwemo mishahara na OS, na asilimia 17 zinakwenda kwenye uwezeshaji wa vijana. Ni ombi langu kwamba kama wabunge wenzangu waliokwisha kutangulia, fedha hizi zile bilioni 200 ambazo zimetolewa kwa maendeleo ya vijana zingeletwa kwenye wizara hii zikaweza kuratibiwa vizuri, kwa sababu kuzipeleka kwenye wizara nyingine zinasababisha fragmentation ya activities ujasiriamali na kupelekea kuto kupimwa ufanisi wa upimaji wa matokeo wa hizi fedha kuwa ni mdogo, lakini pia inclusivity ya uwezeshaji inaweza ikapungua, kwa sababu tunatambua wizara hizi za kisekta ziko zaidi katika uzalishaji na sio uwezeshaji wa vijana, na sisi vijana wa Kitanzania tunataka kuwezeshwa na sio kuendeshwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya hapo niseme tu kwamba dhamira ya moja ya lengo ya wizara hii ni kuhamasisha vijana kushiriki kwenye nafasi za uongozi kuanzia ngazi za taifa hadi kata. Na hii ameanza kuidhihirisha rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kuanzia baraza lake la mawaziri humu ndani ya bunge pamoja na maeneo mengine ndani ya serikali. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara yetu hii imezindua kamati ya utekelezaji ya kusimamia program za uwezeshaji wa vijana ikiwemo Hub, Challenge na Idea Kitaa. Kamati ile haina uwakilishi wa vijana wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatulilii uwakilishi, tunalilia meaningful participation, kwa sababu ni sisi ndo tunatambua pilipili inatuwasha kwa namna gani, ni sisi ndo tunatambua kiatu kinatubana kwa namna gani, ni sisi tunatambua changamoto zetu na namna gani ya kwenda kuzitatua. Kwa maana hiyo basi, hata ile fomu ya maombi ya kwenye program hii inakosa kipengele cha ulemavu. Ni kipengele kidogo, lakini impact yake ni kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia kukosekana kwa kipengele hichi tunaweza kukosa takwimu sahihi. Ni vijana wangapi wenye ulemavu wamefikiwa na taarifa ya fursa hii? Ni vijana wangapi wenye ulemavu ambao wameomba fursa hii? Ni vijana wangapi wenye ulemavu wamepatiwa fursa hii? Ni vijana wenye ulemavu wa aina gani wamepata fursa hii? Na hivyo kutokana na ukosefu wa takwimu hizi tunashindwa kupima matokeo halisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye ulimwengu wa sasa ambao ni data driven decision making, ukitutoa kwenye nafasi ya maamuzi, manake umekusudia kwa mazumuni mazima kututoa kwenye matokeo. Hivyo basi niombe wizara ikaangalie ni namna gani na kwenda kutushirikisha sisi vijana wenye ulemavu kwenye nafasi hizi, lakini pia nafasi ya kurekebisha ile fomu kwa matokeo mazuri zaidi ipo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia wizara imeanzisha makongamano mbalimbali ambayo yanakutanisha vijana sehemu mbalimbali kujadili fursa na changamoto. Makongamano haya ni kwa namna gani yanajumuisha vijana wenye ulemavu in terms of miundombinu, in terms of kufikiwa na taarifa, in terms of tunafanya makongamano mijini na vijijini. Lazima tuhakikishe mazingira tunafanya kwenye kivuli, miundombinu rafiki, vijana wenye ulemavu wa viungo wanaweza kufika,
lakini pia wakalimani wa lugha ya alama, ili ndugu zetu wenye ulemavu wa uziwi waweze kupata taarifa na kunufaika na fursa hizi. Kwa hivyo ni mapendekezo yangu kwa wizara kuona ni namna gani wanaweka jitihada za maksudi za kuweza kuhakikisha na sisi vijana wenye ulemavu tunanufaika kwa 100% kwenye fursa hizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaweza tukaweka specific intervention mahususi kuhakikisha kama haya mashindano tukaweka mahususi ya vijana wenye ulemavu, na yapo yanaendelea. Tarehe 7 Machi nimehudhuria program ya Wazo Bora Pitch program, ambayo ni vijana wenye ulemavu wameshindanishwa mawazo yao, idea zao za ubunifu, na washindi 3 walipewa zawadi. Shindano hili lilianzishwa na Standard Chartered Bank wakishirikiana na Side Saver Organization. Mataasisi haya yapo na sisi kama serikali tuna nafasi kubwa ya kutekeleza hayo. Kwa hivyo nawasilisha hoja na nakubaliana. Asante sana.